Wafilipi 3 tutaanzia mstari wa 16. Iko mbele ya Waefeso. Wafilipi 3 toka mstari wa 16. Ikiwa ni vizuri tutaanza mstari wa 15 tuko vizuri. Wafilipi 3 kuanzia mstari wa 15 kwa vizuri sana. Uliza jirani kama amefika hapo. Asante. Tutasoma. Marika nasema mstari wa 15 kuanzia hapo nasema hivyo sisi zote tuliokuwa kiroho tuwaze jambo hili, hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu ataliweka wazi hilo nalo. Sura 16 nasemaje? Lakini natushike sana lile ambalo tumekwisha kulifikia. Bwana Yesu asifiwe. So unaposoma mstari wa 16, kumbuka bado maandiko inarejelea kuhusu kutembea katika kutii maagizo ya Mungu. Sababu neno la Mungu ni maagizo ya Mungu. Mungu anaponena, jua Mungu anaagiza. Anakuagiza, mwanangu fanya hivi, mwanangu fanya hivi. Bwana asifiwe. Wakati ninasema maagizo ya Mungu, kusimama katika maagizo ya Mungu, nataka nikuelezee kwa ufupi ili uweze kuelewa. Wakati naongea kuhusu maagizo ya Mungu, kusimama katika maagizo ya Mungu, na maanisha ya kwamba wewe kama mtoto wa Mungu kuwe na alama ya neno la Mungu katika sehemu yako yote ya maisha yako. Naposema sehemu yote yako ya maisha yako, na maanisha especially kwenye kinywa yako. Maana wanaoamini wengi wameokoka, lakini bado vinywa vyao haijaokoka. Anaweza kaongea just any hour. Neno la Mungu linaweza badilisha neno la Mungu. Wacha kuna wengi mnakemea dhambi. Wewe usharati, niachilie. Hiyo maombi peke yake haitoshi. Nenda tu kwa neno. Neno liko na nguvu. It can do anything in your life. Neno la Mungu liko na uwezo ya kusafisha maisha yako. Ile kazi damu ya Yesu inafanya, neno la Mungu linafanya zaidi. Sikiza. Damu ya Yesu kazi yake ni kusafisha. Na damu ya Yesu pia inaweza kapigania wewe. Unaweza enda kwenye anga ya vita useme kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu navunja kila malango. Itatendeka. Damu ya Yesu ndio unaweza pia ukatumia katika wewe kwenda katika anga ya holiness, anga mtakatifu. Damu ya Yesu. Haufai kuchukua muda pasipo kutaja damu ya Yesu. Kama wewe uko na njaa ya utakatifu, lazima uwe na njaa ya utakatifu. Sipo utakatifu hakuna mahali unaenda. Kama unatoa sadaka mamilioni hapo utanifurahisha tu, lakini mbinguni Baba wa mbinguni hakujui. Na hivyo ndivyo waamini wengi wako kwenye makanisa. Hivyo ndivyo ilivyo. Maana maandiko yanasema si wote wanaitao Bwana Bwana wataingia ufalme wa Mungu. Si wote. So hizi alama hizi ambayo maandiko inataja one by one ni lazima iwe kwako.
Najua kuna wengine hapa yale yote nimetaja, hata kuna wengine hata kuna mwingine ana alama yote. Sasa sijui ni mtoto wa nani. Hebu sikilani, kama wewe una alama yote, sasa wewe uko na alama ya wapi sasa? Anasema ajui. Anasema ngoja Yesu. Si Mwingereza. Ongea na zangu. Ndio wakati mwingine nakwambia muongee, nafasi nzuri sana Apostle anakupatia. Sababu najua haufanya kitu. Mimi nikiwa kwenye madhabahu. Inaitwa discipline. Na kama una discipline basi, una discipline basi, utapoteza baraka nyingi kwa madhabahu. Hata kuna wengine hawana discipline. Utasikia mdomo wako imejifunga ukiwa hapo kwa madhabahu. I'm telling you. Basta. Nitakupatia punishment na kulala kwa hii madhabahu wiki kama 3. Ndio ile siku unakuja kwa hii madhabahu, mtu anakuambia nisaidie bairo. Mtu anakuuliza na wewe uongee. Niliweka tepo. Ndio kuna watu wakiwa mbele za Mungu hawana etiquette kabisa ya madhabahu. Hata kuna watumishi wengine hawana etiquette. Ukuta mtumishi anachukua simu akiwa kwenye madhabahu. Anaongea. Naenda kupiga niko hapo naongea na watu hapa na mtoto wangu. Kwa etiquette. Sasa wewe unataka kuwa apostle ya kesho. Ambaye hakuna alama yote kwa naye. Hebu sasa ni alama gani uko nayo? Kati ile ambayo apostle anataka. Anasema anatafuta awe na moja. Kwa hivyo Yesu akija sasa atakupa hata ukitafuta. Amen. I'm very sure kuna wengi hapa mko na changamoto sana ya kutii neno la Mungu. Kutii neno la Mungu. Kuna wengi hapa hata unaweza niogopa sana. Wengine unaweza kuogopa apostle. Ndio pastor wangu amepita sitaki mambo mengi. Kile pastor wako ametoka hivi haujui sasa kuna wengine zaidi ya pastor ako mahali anakuona. Amen. CCTV ya mbinguni. Wale CCTV ya mbinguni wa hizi. Hapo ongea na jambo ndio CCTV ya mbinguni wa hizi. Baba unajua pia hata usiku naona. Anasema hata kidogo. Huwa anajificha. Wapi? Maandiko yanasema hata uingie chini ya mchanga. Anaona. Kuna mali Mungu au. Na ile siku wewe utajua hivyo ya kwamba macho ya Mungu inaona mbali. Maandiko yanasema unaposoma kitabu cha Ayubu inasema ya kwamba macho ya Mungu inaona mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia wapi? Wewe mwisho wa dunia unajua wapi? Anaona mwisho wa dunia. Hii ando unaona hapa hivi mawingu unaona. Unafikiri hapo mahali unaona ni mwisho wa mawingu. Hapo mahali unaona ndio mwisho wa macho yako. Lakini mawingu bado. Hebu ongea na jirani. Hata jirani. Hii unaona hii mawingu. Si mwisho wa mawingu. Inakuwa ni mwisho wa macho yako. Yesu ndiye. Hii mawingu iko mbali, safari ndefu. So macho ya Mungu ni sharp sana, inaona mwisho dunia. That's why unafaa kuwa na alama ndani yako kwa maisha yako ya hofu ya Mungu. Sikiza. Hofu ya Mungu automatic katika maisha yako. Na ikiwa wewe utakuwa na hofu ya Mungu katika maisha yako, nini itafanyika? Utakuwa unajipata kwa dhambi ovyo. Hautajipata kwa dhambi ovyo. Sababu ile masaa kwa nyumba yako
Unajua, acha nikwambie, unapoangalia investigation nyingi sana, kuna mambo wanandoa wengi wanapitia changamoto katika manyumba zao, na unapoangalia wanandoa wengi ni changamoto kwao sana kuingia mbinguni pasipokuwa makini. Wanandoa wengi itakuwa changamoto wengi wao kuingia mbinguni pasipokuwa makini.